Naam, bwana, moja kati ya interview ambazo Diamond amezifanya huko Uingereza, actually ilikuwa ni Uingereza. Alifanya na huyu TikToker ambaye huaga anawahoji watu, lakini the way ambapo anawahoji ni kwa ajili tu ya kuwazingua. Umeona pronunciation ya baadhi ya matamshi ya Kiingereza ambacho yeye anakitumia huaga anakivuruga ili mradi tu kukuzingua kuona reaction yako inakuwaje. Kwa kifupi inaitwa practical joke au kwa wengine wanasemaga prank, sorry. Long form inaitwa practical joke, lakini kwa kifupi wanaita prank. So hapa ndo hiki ambacho kilichomkuta Diamond ni kwamba huku Tanzania watu hawajaelewa, wametafsiri vibaya hii video, lakini at the end of the day huyu jamaa ni kama yule mshikaji wa Bamba Live huaga anavyofanya na wakuzingua watu. Umeona? Kwa huyu jamaa alikuwa anamuuliza Diamond maswali ambayo yalikuwa hayaeleweki, hata kama unajua Kiingereza cha Kimarekani au unajua Kiingereza cha Kibritish kabisa, lakini ukisikiliza pronunciation ya huyu jamaa hai make sense. Yani ni maneno ambayo ni gibberish. Wazungu wanasemaga hivyo, yani anaongea vitu ambavyo havieleweki. He's just yapping. Umeona? Kwa kutokana na hilo akawa anamuuliza Diamond maswali, lakini Diamond maskini ya Mungu alihisi kwamba jamaa anamfanyia drip check. Yani drip check kama vile anataka kumuuliza kuhusiana na vitu ambavyo amevivaa, brand pamoja na gharama za nguo ambazo amevaa, pamoja na vitu vya thamani ambavyo amevitupia shingoni, masikioni na kwenye mikono. Kwa hiyo Diamond alivyokuwa kila anavyoulizwa kitu ambacho hakimake sense, alafu Diamond anamjibu. Na Diamond alikuwa anajibu kulingana na baadhi ya maneno ambayo anayasikia, lakini huyu jamaa alikuwa hatumii Kiingereza, alikuwa anamchanganyia tu ili mradi tu kumzogoa. Umeona bwana, hebu sikiliza hii. Umeona? Kwa hiyo ni issue ambayo ilikuwa inaonyesha kabisa wazi kwamba jamaa alikuwa tu ameamua kumuenjoy, kumzogoa Diamond. Kwa hiyo ilikuwa ni interview hivyo ya kidwanzi. Umeona? So jamaa akawa anamuuliza, yo, is your boy D Swish? We in New York, come here with. Let's get it. We in New York, come here with. You said what? I said, yo, is your boy D Swish? We in New York, come here with. What's your name, bro? Introduce yourself to people. Umeona? Kwa hiyo jamaa aliamua tu kumzingua Diamond, na at the end of the day watu wengi sana walikuwa hawajaelewa. Then baadhi ya maswali ambayo alikuwa anaendelea kumuuliza akawa anagusia kuhusiana na nguo ambazo amezivaa. Kwa hiyo Diamond akawa anamuelezea kwamba bwana, hii ni nguo fulani nimenunua kiasi fulani, nimenunua sehemu fulani, hii ni Balenciaga na nini. Baadhi ya brand nyingine alikuwa hazijui kwamba ni nguo za aina gani, which means ikapelekea watu kuona kwamba mjadala ambao umesambaa huko mtandaoni sasa hivi Tanzania ni kwamba watu wanasema kwamba Diamond hajui brand ya nguo ambazo amezivaa. Lakini interview bwana, kiukweli jamaa aliamua tu kumuenjoy. Yeah, I appreciate a lot. Like, I don't know the brand names, but I don't know. I quite know that. Start with the shoes. This one is from I don't know the name of it. I love to looking good, but I don't know the names. But I just buy. But now I came from Balenciaga. Here I got some stuff. This one, I don't know the name of it. Maybe you should check it, bro. Okay, well, one question for you, bro. Would you say when you're dating, like, would you say fashion is something that's important to your relationships? Why or why not? Would I say fashion is what? Important to your relationships, like when it comes to dating. Yeah, it's very. What is important when it comes to relationships? Yeah, so baada ya hapo ni kwamba kuna bidada akajitokeza, maana alishajua kwamba huyu jamaa alichokuwa anamfanyia Diamond ni kumhumiliate au kumzogoa kwa namna moja au nyingine, sababu jamaa alikuwa anaongea gibberish, maneno hata yasikiki. Alikuwa anafanya hivyo makusudi tu ili mradi tu kuona kwamba Diamond atareact vipi au atarespond vipi kwa hiki ambacho anachokifanya. Kwa hiyo huyu dada alipotokea tu hapa akamwambia kwamba okay, huyu jamaa bwana anakuzingua tu, hamna chochote hapa kinachoendelea. Hii interview ni ya kidwanzi, jamaa anakufanyia practical joke, yani anakuprank au vibwana. Kwa hiyo huyu dada akaja akamtimua huyo mshikaji. So hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Real quick, but thank you. You can take a picture. Yo, it's your boy D Swish. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa huku Tanzania bwana, wadau bwana wamekuja wamezungumza vitu tofauti. Kwa mfano, kuna page hapa ameandika kwamba bwana, jamani, kwani huyu mwamba alikuwa anaongea lugha gani? Umeona ni kweli kabisa, huyu jamaa bwana alikuwa hajulikani anaongea lugha gani. Hapo akaelezea hapa chini bwana, kwani nyinyi mlikuwa mnamuelewa huyu jamaa anachokiongea au kwa huduma? Okay, baada hapo jamaa akatangaza biashara. Okay. Kwa mtu mwingine anasema bwana huyu mtangazaji bwana akaamua tu kumkomoa mwenetu. Kuna page nyingine hapa amekuja ameandika kwamba Diamond Platnumz katika hali isiyo ya kawaida amejikuta ameshindwa kujibu swali
la mtengeneza maudhui wa mtandaoni alipomuuliza kuwa anavaa brand ya aina gani. Okay, wala hata hilo swali hakumuuliza actually, hii page imekuja tu kuandika from nowhere kwa sababu huyu jamaa kumuuliza hilo swali. Alikuwa anamuuliza kwa Diamond alikuwa na struggle kuelewa alichokizungumza, lakini ilibidi ajilazimishe kwa sababu anajua kabisa kwamba asipoelewa alichokisema bongo itakuwa ni mada. Kwa hiyo ikabidi mwenetu akomaa hivyo hivyo kuelezea. Na kibaya zaidi ni kwamba wakati Diamond anamuuliza kuhusiana na brand ya hizi nguo ambazo amezivaa, wakati Diamond actually hajaulizwa, ila alitaka kuelezea kwamba ni brand gani amevaa, Noeli ambaye ni designer wake alivyoulizwa, Noeli alijikausha kimya. Mambo hayo. Umeona bwana. So page ni nyingi sana. Zimekuja kuripoti. Kuna mtu amesema kwamba bwana, msanii mkubwa alafu hujui brand ya nguo unazozivaa. Umeona bwana. So hii wala it makes sense. Kwa kifupi ni kwamba huyu jamaa aliamua tu kumzingua Diamond. Hakukuwa na chochote hapa cha maana ambacho huyu mshizi alikuwa anamuuliza Platinum hapa. Umeelewa? So hivyo ndivyo situation ilivyo. At the end of the day, comment zimekuwa nyingi, kila mtu amekuja kuweka maoni yake. Kwa mtu anasema kwamba bwana, Diamond mjanja sana. Wajinga hawawezi kuelewa huyo Mondi hawezi taja brandi, sababu akitaja brandi tayari anakuwa ameshafanyia mtu matangazo ya bure kabisa. Wasanii wengi sana uwaga hawatajagi brandi. Ukitaka ataje brandi lazima umlipe hela. Watu wana akili za kibiashara. Yeah, of course hiyo pia inaweza ikawa ni point. Umeona? Kwa sababu hawezi akaanza kutaja kwamba bwana, nimevaa Balenciaga, nimevaa Gucci, wakati Gucci wenyewe hawajamlipa. Inatakiwa amlipe ili apromote brand yao. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Hiyo pia inaweza ikawa ina make sense. Mtu mwingine huyu hapa amesema bwana, sio lazima ajue bwana. Wabongo mnapenda sana maneno. Yeah, hiyo pia ni point ya kukuwa na haja sana ya kumkalia mwenetu kooni kiasi hicho, kwamba kila brand anayovaa aijue. Au kila t-shirt anaoenda kununua lazima ajue kwamba hii imetengenezwa na kampuni gani au brand gani kubwa duniani. You understand? Ndio maana yuko na designer ndo anasimamia hiyo michongo. So kuna mtu mwingine hapa amesema bwana, kiki tu hii bwana, wajinga hii wanadhani kwamba hajui, kumbe yeye mwenyewe akiposti anapata viewers na kupiga hela. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema bwana, Baba Levo alikuwepo hapo na yeye pia alikuwa anamcheka tu bosi wake. Kwa mtu anasema bwana, hata kama ungekuwa wewe ungejibu nini hapo? Of course ni kweli kabisa, huyu jamaa alikuwa ameamua tu kumzingua. Kwa hiyo Diamond hapo angejua angemlia buyu. Unaelewa? Nadhani Salama SK alikuwa mbali, ila Salama SK angekuwa karibu, angesikia huyu jamaa anaongea vitu havieleweki, angemwambia Diamond to bounce. So hivyo ndivyo situation ilivyo. So at the end of the day, ukiwa kama mdau, kama umeicheki hii video, maana hii video imeenda viral sana mitandaoni na kila mtu amekuwa na perspective yake, au tuseme kwamba kila mtu amekuwa na mtazamo wake kuhusiana na hiki kilichotokea. Je, wewe mtazamo wako ni upi? Tuwekea maoni yako katika comment section. Kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.